Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali. Kumbuka hapo awali tulikuhabarisha taarifa kutoka kwa Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula, ambapo alitangaza kwanza, alituma ujumbe kwa Gen Z kuwaunga mkono kuelekea maandamano ya leo Disemba 9, lakini pia akataja sababu kubwa 4 kwa nini anaunga mkono maandamano ya leo Disemba 9. Hii ni taarifa nyingine tena ambapo amechapisha kupitia mitandao yake ikiwa na dakika 15 tu kwamba watu wasiojulikana wamevamia makazi ya Askofu Yakyela usiku kumsaka askofu ambaye ameonekana akiunga mkono maandamano. Lakini pia siku za nyuma hapo kipita katika peji mbalimbali za Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula utakuta amechapisha machapisho mengi ya kuunga mkono maandamano ya Disemba 9. Ameandika hapa yafuatayo baada ya watu hao wasiojulikana kuvamia nyumbani kwake wakimtafuta. Watu wasiojulikana wavamia makazi ya Askofu Yakyela usiku kumsaka askofu. Watu wasiojulikana waliojitambulisha ya kuwa ni askari waliotumwa kutoka Mbeya waliyavamia makazi ya Askofu Mwamakula, mji wa Chifu Bandekile Mwamakula, yaliyopo barabara ya Timothy, kitongoji cha Mundekesye katika kata ya Itunge, wilaya ya Kyela, mkoa wa Mbeya. Watu hao ambao walivaa kiraia walikuwa na silaha waliyazingira makazi hayo majira ya saa 3 usiku wa Disemba 8, 2025. Baadhi walijificha kwenye mianzi ya makaburini. Waliliacha gari lao umbali wa mita kadhaa karibu na eneo la Kanali Chifu Nsakabenga Kaisi Mwamakula ng'ambo wa mto Itunge. Walimtanguliza mtu mmoja ambaye ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Huyo ndiye aliyegonga mlango. Walidai ya kuwa walitumwa kutoka Mbeya wakiwa na taarifa kuwa Askofu Mwamakula ameandaa kikao katika makazi yake ya Chifu Bandekile ili kupanga maandamano ya leo Disemba 9, 2025. Askofu Mwamakula ana makazi ya aina mbili kule Itunge Kyela, makazi ya babu yake Chifu Bandekile Mwamakula na makazi ya baba yake Chifu Timothy Mwamakula. Tunafuatilia taarifa pia kuhusu hali ya makazi hayo mengine. Jeshi la polisi haliwezi kukosa kujua mahali alipo Askofu Mwamakula, hivyo kitendo cha watu hao kuvamia makazi yake huko kijijini ni kutaka kuwatisha na kuwafedhehesha ndugu zake. Askofu hafanyi mambo kwa kificho, hivyo kumvamia usiku ni dalili za kutaka kumzuru. Kitendo cha kutuma watu kutoka Mbeya wakati Kyela kuna polisi wanaoyajua makazi hayo ni dalili kuwa kuna mipango inasukwa ya kutaka kumzuru askofu. Mtu wa wilaya ya Kyela na mkuu wa polisi wa Kyela wakitaka kumuona au kuonana na askofu kama yuko Kyela, hawawezi kumvizia usiku kwa kuwa wanajua namna ya kumpata kama kweli atakuwa Kyela, na hawawezi kushindwa kujua makazi yake hadi watafute kada wa CCM ndiye awapeleke. Mwenyekiti wa kitongoji cha Mundekesye pia angeweza kuwaleta wageni wa kiserikali katika makazi ya askofu. Kitendo cha kumruka yeye na kumtumia kada wa CCM, wakazi wa Itunge watajua kuwa huyo kada ndiye anayetumiwa na watu wasiojulikana. Baada ya hapo huyo kada atatueleza kuwaje awapeleke katika makazi ya askofu wageni ambao yeye hawajui, bila ya kumtaarifu mwenyekiti wa kitongoji au hata mjumbe wake ambaye pia anakaa hapo hapo. Sisi tuna uhakika kuwa ujio wa watu hao katika makazi ya Askofu DC wa Kyela na OCD wake hawana taarifa nao. Hao ni watu wasiojulikana ambao waliomtumia kanda wa CCM kwa ajili ya kuwapeleka nyumbani kwa chifu. Tunataka watu hao na watu waliowatuma watambue ya kuwa taarifa zao na nyendo zao zinafuatiliwa. Kama askofu atazulika, wahusika watajulikana toka waliowatuma, waliotekeleza na waliowapeleka nyumbani kwa askofu. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? Mwanakondoo ameshinda, tumfuate
Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula, Itunge, Dar es Salaam, tarehe 9 Disemba 2025 saa 4:40 asubuhi. Ndiyo muda aliyoweza kuiandika taarifa hii kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, na watu mbalimbali hapa naona wametoa maoni yao baada ya kuona taarifa hii. Huyu wa kwanza anasema kwamba mwananchi wa Kyela, tutoe ushirikiano kama ni kweli huyu bwana anatafutwa au anajidefense, kutoa taarifa haraka apatikane, maana amekuwa mchochezi mkubwa sana na kuzua taharuki. Mfano ni alipotuma video kuwa Sugu katekwa na Sugu akatoka mwenyewe na kusema hapana, sijatekwa. Mwingine akasema kwamba Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula, twende barabarani tukaandamane, acha kuanza kutafuta sababu ili baadaye useme ulishindwa kuandamana kisa umevamiwa makazi yako. Askofu, beba bango tutoke, hii ni nchi yetu sote, naamini Mungu atatulinda. Wewe askofu mpenda haki unayemchukia rais bila sababu, twende tukakomboe nchi kama unavyodai, kamwe usichoke, twende barabarani baba askofu, tukaishangaze dunia, na pia upige picha kwa ajili ya kuwatumia wazungu au mabeberu. Mwingine akasema kwamba anzeni na huyo mwenyekiti wa CCM, ni halali yenu. Mwingine akasema kwamba watu wasiojulikana wanaozaniwa kuwa ni polisi wakiongozwa na mwenyekiti wa CCM alafu tena hawajulikani mpaka huu mwaka unaisha, hichi kizee kitakuwa kimechizika. Mwingine anasema kwamba stay safe, lakini pia mwingine akasema kwamba hata ushirika Tukuyu kuna viashiria vya baadhi ya wana CCM wanatumiwa kuchoresha watu. Mwingine akasema kwamba sasa viongozi wenyewe watafanya kazi na nani pamoja na wenyeviti wa mtaa. Lakini pia mwingine akasema kwamba na bado. Mwingine akasema kwamba poleni sana familia kwa taharuki hiyo. Lakini pia mwingine akasema kwamba name of the movie, akimaanisha kwamba hii ni kama movie tu ambayo Askofu Mkuu Mwamakula anaitengeneza. Mwingine akasema kwamba wananchi wawe tayari kujihami kivyovyote na wasiojulikana wakija na gari private, hawana sare za askari, ni halali yenu wananchi. Usitoke hata mmoja, tumechoka watu. Asitoke hata mmoja, tumechoka watu kutekwa. Hata jana Simbachawene amesema askari aje na sare, asipokuja na sare basi huyo ni halali yetu. Mwingine akasema kwamba askofu, mbona milio mapema, twende barabarani tuungane kwa pamoja. Mwingine anasema kwamba kilichonishangaza ni ukiukaji wa kauli ya Vice President John Nchimbi. Mwingine akasema kwamba anzeni na huyo kada wa Chama cha Mapinduzi, msisubiri mtu atekwe. Ni chapisho hili la Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula akitoa taarifa ya kwamba watu wasiojulikana walivamia makazi yake huko Kyela. Tuachie maoni yako, na kubwa zaidi hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia hapa. Na tumeona Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula akitangaza kuunga mkono maandamano na kutoa sababu ni kwa nini anaunga mkono maandamano ya leo Disemba 9. Lakini anasema kwamba watu hao wasiojulikana walikwenda kuvamia nyumbani kwake, na anasema kwamba wametoka Mbeya kwenda Kyela, wakati Kyela kuna polisi na wanafahamu wapi anapatikana Askofu Mwamakula. Tuchie maoni yako hapo na tutakuhabarisha zaidi kitu gani kinaendelea, na kaa karibu nasi hapa kila wakati kwa siku hii ya leo Disemba 9, 2025.